Naam. Kwa hiyo Rabbu alitoa kitabu faman ataa atakayemtii mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana faman ataa fahuwa fil janna atakayemtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam yani huyo yuko peponi. Aliyemtii mtume sallallahu wasallamu alaihi akashikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu swala likiulizwa kwa nini ameleta mtume, kama taulizwa kwa nini Allah ametuletea sisi mtume, wadhifa wake nini, mtume wadhifa wake nini, kazi yake nini? Kazi yake si kutufahamisha au kutufahamisha? Anatufahamisha nini? Kutufahamisha ibada, kutufahamisha itikadi kwa sahihi. Ina maana kumfuata kwako kwamba sio kama unamfuata tu, unafuata yale aliyokuja naye. Kwa kama ni ibada unafanya, kama ni utiifu unamtii, kama ni maasi unaacha, yani huko ndo. Na hii ndo manufaa ya kusema Muislamu kwamba ninashuhudia Muhammadi ni mtume wa Allah. Kwa unashuhudia maneno tu basi, kwa kuja kuzanyanya sana shuhudia Muhammadi kadha. Amekuja na utume, huu utume ni huu jumbe. Hakuja na biashara kwamba unajua mfanya biashara mkubwa fulani bil fulani. Ukisema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, nashuhudia kwa Muhammad ni mtume wa Allah, ni kwamba wewe mwenyewe umejifunga kwamba mimi nakiri kwamba huyu ni mtume wa Allah, na ninakiri kwamba mimi nitamfuata, nitamtii, nitamsikiliza. Ndio hii shahada. Shahada maana yake unakiri katika nini? Ndani ya moyo, halafu ya matamko unatamka, unataka kutujulisha tu kwamba wewe una jambo ndani ya moyo wako lipi, kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, amekuja kukuongoza, kwa unamfuata. Huko lazimisha. Sawa, wewe mwenyewe umelikiri hili, sasa tuone matendo. Je, unamfuata mtume huyo au umfuati? Kama humfuati, tutasema haya ni madai tu, umedai kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, lakini mbona humfuati? Usali au sema Muislamu, mtume wako nani? Muhammad. Muhammad amekuja kulingania swala, mbona usali? Sawa, Muhammad amelingania uache pombe, uache uzinifu, uache kula riba mathalan, mbona uache? Kwa Muhammad yupi huyo? Sawa ikhwa, kwa lengo la kuletwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwetu sisi waja ni kumtii huyu mtume. So mujarrad kalam tu kwamba tuzungumze tu ameisha. Kama kuzungumza Abu Jahl, tumetoa kisa alipokosekana mtume sallallahu alaihi wasallam na Suraqa bin Malik ambaye baadaye alikuja akaslimu. Alipokosekana Suraqa kukosa kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam, amerudi katika Kaaba, anawakuta akina Abu Jahli, yani sanadiga wa Quraysh wamekaa pale, wanamwona Suraqa anarudi mbio. Anambia vipi? Anasema wallahi Muhammadi, Muhammad ya rasul haq. Muhammad yani yule ni mtume wa kweli yule. Yani Suraqa anasimulia akina Abu Jahl, sio akina Umaya, anaambia kwamba yule ni mtume wa kweli. Abu Jahl anaambia ndio umejua leo, yani wewe ndio unajua leo kwa yule mtume wa kweli, kwamba yule sio unajua zamani kwa ni mtume wa kweli, lakini hatumfuati. Yani katika maana maneno yake, kwa maana hawa washirikina Maka ukitaka kusema kwamba na wao wanajua huyu mtume au hajui, wanajua, lakini kilichokosekana kwa nini? Wamekataa kumfuata. Sasa wewe unapokuja unasema mimi najua kwamba yule ni mtume, au unasema kwa mtume Muhammad ni mtume wa haki, unamfuata kwa sababu kama tamko na wale walisema tamko hili, kama ni tamko wale walisema ni tamko, lakini je waliitakidi ndani ya moyo wakati amri za mtume sallallahu alaihi wasallam? La, bado walimpiga vita kwa hali na mali na wakachukua silaha. Ingawa wewe Muislamu unawezekana leo upigaji wako vita na kwa lisanul hal, si nini, si katika tatbiqul amal, vitendo ulivyoonyesha mambo unayoyafanya inaonekana kama vile ukubaliane na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hudiriki kusema tu kwamba yule si mtume. Hudiriki kusema hilo, sababu hili ukilisema moja kwa moja na zingatia kwamba si Muislamu aslan. Kwa hiyo tutanabahi. Na laiti somo hili wangekuwa wanafundishwa baadhi ya vijana waliokuwa katika maeneo ya Msasani hasa, laiti wangekuwa walimu wanafundisha, lakini badala yake kuwafundisha
kucheza vigoma na kuimba vikasida, alafu mwingine tena kuja kufanya upinzani kabisa na dawa aliyakuwa miskini. Baada ya mwingine asema tusome kwa magwiji. Magwiji wepi hao? Tusomeni kwa magwiji. Magwiji, kuna magwiji yani watu wasome kwa magwiji, kwa msome kwa watoto wadogo. Abdullah bin Abbas alikuwa ni mdogo, sawa Sheikh? Abdullah bin Abbas ni mdogo kabisa. Umar bin Khattab radhiallahu anhu anamchukua katika kikao na wazee masahaba. Ikisha Umar anamuuliza swali kwa wazee, mnasemaje kuhusu raja na sallallahu alaihi wasallam wa raisa an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Mnasemaje hii sura, mnaionaje? Wasaa, unajua hii ndo inaonekana Uislamu umekamilika, si kila mmoja ajabu yake. Sawa, mwingine anasema hapa mtume anaamrishwa alete istighfar, yani hakupata ile tawili sahihi katika aya sura. Anauliza Abdullah ibn Abbas, unasemaje? Akasema hii sura mimi naona kwa inatoa taarifa kwa muda wa uhai wa mtume umefikia mwisho. Umar anasema na mimi ndo ninavyofahamu, na ndo kweli kwamba aya hii ilipoteremka sura hii mtume akawa ni mwingi wa istighfar kwa sababu muda wake wa kuishi unaenda mwisho. Mtoto mdogo, na ameelezwa kwamba anaingia katika wazee ambao kuhulan, sio shuyukh, kuhulan, yani hata ile manzila ya shekhe wameshapita wao katika kuhulan, yani wale wazee tena ndo kama migongo ishapinda wazee. Kama ndo magwiji asema ameingia kwenye magwiji, mtoto mdogo ameingia kwa magwiji wa ilmu. Lakini ile swala lilipoulizwa kama ni magwiji akajibu mtoto. Kwa hii ni tahqir, hii ni dharau katika Uislamu, kwamba mtu kufika hatua msisome kwa watoto wadogo, labda someni kwa magwiji. Magwiji wenyewe ukenda wapiga ramli, wengine waganga kienyeji, ndo magwiji hao, magwiji wa uchawi. Naam, watu wasome elimu ile kwa sahihi kwenye Qur'an na Sunna, si swala kuangalia nani gwiji na nani si gwiji. Hatuko katika mashindano, tuko katika usomaji wa dini. Ikisha hao gwiji wanasema sema kwa magwiji, anakuambia manake taarifa mlioipata, mmoja anasema hii Qur'an tunatakiwa tuitafsiri Qur'ani na Qur'an, yani tafsiri sahihi, tafsiri ya Qur'ani na Qur'an. Tafsiri ya pili tafsiri ya Qur'an na nini na Sunna. Tayib, tushakutoa tambihi kwamba hakuna watu wa bid'a isipokuwa kauli zao zinakhalifu vitendo vyao. Hivi ni kweli kama tungekuwa Waislamu Qur'an tunatafsiri kwa Qur'an, Qur'an tunatafsiri kwa Sunna, kama ni kweli kungekuwa kuna bid'a mashekhe. Hem, tuseme ule ukweli hasa, kama Qur'ani tunatafsiri na Qur'an tunatafsiri na Sunna, tungepata sisi katika umma wa Kiislamu bid'a hata moja ingebaki? Singekuwa kuna bid'a, au tuseme mtume kalingania bid'a? Yani hiyo mtihani wallah. Halafu ni sheikh, ni mtu ana ilmu, anazungumza vitu hivi ambao ni aibu kwa huyu sheikh, aibu kama ni sheikh. Kwa sababu leo tukianza kujadili moja baada ya nyingine katika hayo mambo ya bid'a, halafu tuseme kweli nyinyi Qur'ani mnatafsiri kwa Qur'an na Qur'an tafsiri kwa Sunna, lakini hamasa tu. Kwa nini hamasa imekuja? Ametoa fatwa mtu kwamba mwanamke mwenye hedhi anafaa kushika Qur'an. Sijasema mimi, walosema wanachuoni, mimi nimenukuu. Sawa Sheikh, na wala taib ni masala khilaf baina ahli ilm, na nikaeleza katika fatwa kwa masala khilafia, yana khilaf kwa wanachuoni. Kwa hamasa tu kwamba ile kama kutaka kuzorotesha dawa au kutaka kupiga vita dawa, unajua sawa watu wanaleta maswala ya kufru, kushika masafu mwanamke aliyokuwa katika hedhi akishika masafu kusoma Qur'an, ni mwanachuoni gani katoa fatwa kwa ni kufuru? Ndio kwanza nasikia hii. Hatujasikia kabla kwa mwanachuoni ametoa fatwa kwa mwanamke akishika hiyo Qur'an au kusoma Qur'an amekufuru. Bali tunapojua kwa wengine wanasema kwa nini ni haramu. Je, kila haramu inafanya mtu anakufuru? Si maana haja takfir kwa mnakufurisha Waislamu kwa sababu ya dhambi. Eti masha Muislamu afanya dhambi anakuwa kafir? Yani fatwa ya ajabu wallahi kwa mashaka hawa. Kwa hiyo tunatoa tambihi kwamba wafundishe vitabu vya namna kama hii, ili hawa vijana hawa watakapojua kwamba wadhifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye anatakiwa afuate kwa sababu amekuja kufundisha, watu wamtii, wasende kinyume. Inawezekana ikawasaidia kuacha mambo aliyokuwa nao, inawezekana wakasaidia wakafanya ibada, wakaacha maasi, inawezekana ikawasaidia.
Tuache hii tatabuati kwamba mtu unafuata ngoja wapi wamekosewa, wamejenga nyumba juu ya msikiti, kosa hilo tayari. Kwa nalo natakuwa lirekebishwe, nyumba iko juu ya msikiti. Ingekuwa nyumba pembeni kwa msikiti ingekuwa inafaa hifai. Iko juu. Kama iko juu, ibada tukisali ndani ya msikiti inakuwa batili. Kwa hiyo tuache hizi hali za kutaka kuwadhurudisha Waislamu na kuwalaza Waislamu. Tutafute makosa yaliokuwa makosa katika dini, tuwafahamishe Waislamu hili hapa ni kosa katika dini, itikadi hii sio sahihi, ibada zao hizi sio sahihi. Lakini mambo mengine yanazungumza mambo ya vijiweni kwenye kunywa kahawa hayatasaidia wala hatavuruga na wala hatafanikiwa hasan. Naam.